Hiyo nafikiri Mwalimu Nyerere leo angekuwa yuko hai akaulizwa atueleze mafanikio yake, unahisi angesema kwenye akaunti ana shilingi ngapi labda, au utajiri wake ni wa kiwango gani, au labda ana biashara nyingi kwa kiwango gani, au amewekeza kwa kiwango gani? Bila shaka majibu yake yangekuwa tofauti. Yani akizungumzia mafanikio yake, of course angezungumzia labda ishu ya uhuru wa Tanzania au kuifanya Tanzania kuwa ni kama jamii yake ni kitu kimoja, pamoja na kwamba ni watu ambao wana makabila zaidi ya 120 na mfano wake. Nafikiri angezungumzia katika perspective hiyo. Sasa nimetoa mfano wa Mwalimu Nyerere kwa sababu siku hizi pamekuwa kuna kanuni ya watu kuzungumzia mafanikio katika upande mmoja wa pesa, yani kwamba mtu labda amepata pesa kiwango gani, amefungua biashara nyingi kwa kiwango gani, mfanya uwekezaji na vitu kama hivyo, kitu ambacho katika tafsiri ya neno mafanikio of course inakuwa ni makosa, kwa sababu cha kwanza mafanikio, kila mmoja ana uwezo wa kutafsiri mafanikio kwa kulingana na malengo yake. Kuna mtu anaweza kutafsiri mafanikio kwa sababu ya elimu tu, kwamba labda alistruggle kutafuta elimu, akapata elimu, anaona kwamba ile sehemu ya mafanikio katika maisha yake. Kuna mwingine anaweza kutafsiri hivyo kwamba labda biashara, kuna mwingine akatafsiri vingine. Hiyo ndio ufahamu inawezekana ukawa sahihi zaidi katika upande wa mafanikio. Na kitendo cha kunyongesha tafsiri ya mafanikio, kuiweka katika upande mmoja wa pesa, mtu kapata pesa kiwango gani, au kafungua biashara, au kafanya kitu gani labda ambacho kinahusiana na mali, hii ni kitu ambacho wakati mwingine kina hatari sana, kwa sababu maana yake ni kwamba kinaweza kikafikia hatua jamii zetu zikafisidika kwa kuamini kwamba pesa ndio kila kitu. Kwa hiyo ina maana hata kama kuna sehemu ya utu na pesa, mtu akaacha utu akafata pesa. Hiyo ni moja katika athari za tafsiri hiyo ambayo mara nyingi inakuwa inazungumzwa. Lakini nimetoa mfano wa Mwalimu Nyerere kwa kuzingatia kwamba ni mtu muhimu, ni mtu ambaye ameacha legacy, sio tu Tanzania, Afrika, duniani kiujumla. Lakini ile legacy aliyoacha nyuma au alama aliyoacha nyuma haipimwi kwa pesa. Yani inapimwa kwa utu wake, inapimwa kwa muda wake, inapimwa kwa juhudi yake na maarifa ya kuihamisha jamii kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Na hii maana yake ni moja katika sehemu ya mafanikio yake. Kwa hiyo ina maana jamii yetu inawezekana ikakosa watu muhimu siku za usoni, kwa sababu wale watu wanapimwa katika kipimo cha pesa. Hawana pesa, lakini ni watu muhimu kwenye jamii. Fikra zao ni fikra njema ambazo zinaweza kuhamisha jamii kutoka sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Ni watu wana maarifa mazuri, labda ni wasomi wazuri na mfano wake, lakini umuhimu wao inawezekana usizingatiwe kwa sababu kipimo chetu sisi cha kudefine mafanikio kwao hakipo. Kwamba sisi tunatafsiri mafanikio, umepata pesa kiwango gani, umewekeza kiwango gani, umefanya yani vitu vya thamani. Lakini kumbe kuna watu ni muhimu katika jamii zetu, hawana pesa lakini wana vitu ambavyo vina uwezo wa kututransform sisi, kutuhamisha kutoka katika jamii katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Na watu wengi sana duniani ukiwafuatilia ambao zile juhudi zao zimeweza kuleta mchango mkubwa na kuhamisha jamii na kutengeneza ustaarabu, wala hata hawakuwa na pesa. Yani hawakuwa na pesa, si kwamba labda na pesa nyingi amefanikiwa, no. Ni zile knowledge, yani mind, zile akili zao yani walizoacha, waliweza kufanya juhudi, wakaandika labda vitu, wakaacha sehemu ya maarifa ambao mwisho wa siku yale maarifa yalikuja yakarithiwa, yakahamisha jamii kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Of course hiyo ni sehemu ya mafanikio ambao sisi tunaendelea kucelebrate katika zile juhudi ambazo zilifanywa na wahusika. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba idea ambayo imekuwa ikipata zaidi umashuhuri katika mitandao yetu ya kijamii au katika vyombo tofauti vya habari, watu wanapokuwa wanaojua kuhusiana na mafanikio, maana yake inapimwa labda nimejenga nyumba kadhaa, nimenunua hivi. Of course hiyo ni sehemu katika mafanikio, lakini wakati mwingine ni better zaidi upande mwingine wa mafanikio tujaribu pia kuugusa, kwamba kuna watu ni muhimu, hawana pesa, lakini michango yao ina uwezo wa kuhamisha jamii kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Na ndio maana unaona kama Rais Magufuli alikuwa akijaribu sana kubadilisha hiyo ideology. Kwa mfano nakumbuka kule Mererani kuna yule mzee, nafikiri alikuwa ni mtu wa kwanza aidha kugundua ile issue kama Tanzanite. Alikuja alimpa zawadi
baadaye, baada ya miaka mingi sana kuwa imepita. Of course ile ni contribution, alifanya kitu kizuri Magufuli. Haya, kuna mtu mmoja nakumbuka katika wale mapilot wa Tanzania wakati ile East Africa Community inavunjika, yeye alikimbia na ndege, alikuwa yuko nafikiri yuko Kenya. Kwa hiyo ile inavunjika, ina maana ndege zote zilikuwa katika upande kama wa Nairobi kama nakumbuka vizuri. Akachukua ndege akaja nayo Tanzania by force, kwa kulazimisha. Umeona, Magufuli alikuja kumawadi yule mtu. Of course ilikuwa ni sehemu ambayo unaweza kusema katika mafanikio ya maisha yake ni kwamba aliweza kunusuru kitu muhimu kwa taifa lake, au asset muhimu kwa taifa lake. Of course hiyo ni kitu muhimu ambacho inabidi kuwa nacho, yani sisi katika sehemu ya mijadala yetu, kwamba tunapozungumzia mafanikio isiwe katika upande mmoja tu wa pesa pesa pesa. No, mwisho wa siku tutatengeneza jamii ya watu ambao wako very corrupted, yani watu ambao wenyewe hawajali kitu inapokuja issue ya pesa, kwa sababu pesa ndio inakuwa defined kama ni sehemu ya mafanikio. Basi mtu anajali pesa tu, hata ile sehemu ambayo inamhitaji yeye ajali utu anaweka pembeni kwa sababu ya issue ya pesa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni fikra huru ambayo naamini kwamba kwa upande mmoja au mwingine inawezekana ikachangia kidogo kwenye kubadilisha baadhi ya fikra ambayo inaonekana imekuwa ikisambaa kwa kasi ya kuhusiana na ishu ya mafanikio, kwamba inapozungumzwa mafanikio ni pesa pesa pesa, uwekezaji, lakini perspective nyingine au nyanja zingine za watu kuzungumzia mafanikio, hiyo inakuwa imekaa pembeni, jambo ambalo bila shaka inakuwa sio jambo la sawa sawa. Just take it, inawezekana ikakuvusha kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine.